Msongo wa mawazo unaweza ukasababishwa na vitu vingi, na tufahamu kwamba hali ya msongo, mfadhaiko kihisia, kimawazo, hii ni hali binafsi. Kuna vitu ambavyo mtu anaweza akapitia binafsi yake isiwe msongo au mfadhaiko kwa mtu mwingine. Kwa hiyo mwingine anaweza akawa yuko kawaida na hana changamoto yoyote ya kusema kwamba inanipa msongo, lakini mwingine anaweza kusema hili jambo linanipa mimi msongo. Sasa vitu ambavyo vinasababisha viko vingi kwa vijana, hususan kwenye masuala ya mahusiano. Kuna mambo mengi. Kwanza lazima jamii, kuna baadhi ya vitu imetutengenezea, na nikizungumza jamii maana yake ni kuanzia malezi yetu, mazingira yale yanayotuzunguka yametukuza mpaka tumefikia sehemu fulani. Yale mazingira yote yanayokuzunguka, sehemu yako ulipo, sehemu husika. Kuna baadhi ya mienendo tumetengenezewa kwamba ukishafika wakati fulani kuna hiki, kuna mahitaji fulani, kuna hatua fulani lazima uzifikie, maendeleo fulani lazima uyatimizie au lazima uyapokee. Pressure ile inakuwa ni kubwa, na hii inapelekea sasa kupata hali ya msongo. Na wakati haya yote yanatokea, unaweza ukajikuta binafsi kama awali nilivyokuwa nasema, kila mtu ana mitazamo yake namna anavyopokea misongo. Kuna wale wengine wanaweza kukabiliana nayo vizuri, lakini wengine inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo kwa mfano, labda ukishafika kijana umri fulani, kawaida unatizamiwa ukishafika labda useme miaka 25, kwa nini kijana wa kiume unaendelea kukaa nyumbani? Mwanamke naye kama amefika miaka 30 hajaolewa, watu wanaanza kukuuliza maswali. Vitu hivi na inawezekana vikaonekana ni vidogo, lakini ni mitazamo au hali halisi katika jamii zetu ambazo zinaweza zikaleta pressure na ile hali ya msongo ambayo ikatupa mfadhaiko kihisia na kiakili pia. Kwa hiyo vitu kama hivyo unaweza ukaona vinasababisha hiyo hali na mtu akaipitia, kijana akaipitia, mwisho wa siku anajikuta anashindwa kupambana na mashinikizo hayo. Aidha anaweza akajikuta anafanya vitu ambavyo hakutegemea, kwa sababu tayari jamii ama picha ile ambayo jamii imeshakuwekea na lebo ile ambayo umewekwa au imewekwa kuitimizia, lazima unaona kwamba nitaonekanaje,